Mji wa Gbadolite ni moja ya jiji lenye historia ya upekee kabisa huko Kongo DRC. Kimsingi Gbadolite ndio mji mkuu wa jimbo la Nord Ubangi, ulipata hadhi hiyo katika ugawaji wa majimbo upya ya Kongo uliofanywa na Joseph Kabila mwaka 2010. Gbadolite uko kilomita 12 sawa na maili 1.7 kusini mwa mto Ubangi, ambapo ni mpakani kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na upo umbali wa kilomita 1150 sawa na maili 710 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa kitaifa Kinshasa. Gbadolite ndipo ilipokuwa nyumbani na makazi rasmi ya Joseph Désiré Mobutu, ambaye pia hufahamika kama Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga Mlabata. Katika utawala wa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga, aliufanya mji wa Gbadolite kwa kitovu cha utawala wake. Aliwekeza maendeleo mengi ya kila namna. Zipo taarifa zilizowahi kuvuja kuwa Mobutu alipanga kuhamisha makao makuu ya nchi kutoka Kinshasa kwenda Gbadolite, lakini maafisa usalama wake wakamtahadharisha kuwa hilo lingekuwa hatari kwa utawala wake, kwani lingeruhusu kwa urahisi kupinduliwa kwa utawala wake, kwa kuwa eneo hilo limekaa vibaya kijiografia. Hivyo iwapo waasi watakapoiteka Kinshasa, itakuwa vigumu wao kuidhibiti nchi kutokea Gbadolite. Na kwa kuwa Mobutu hakupenda kupinduliwa, akasitisha mpango wake wa kuhamishia mji mkuu huko Gbadolite. Ikabidi aje na plan B ya kufanya mji wa Gbadolite kwa eneo lake muhimu katika utawala. Mobutu alijenga uwanja wa ndege wa kimataifa. Uwanja huo uliruhusu ndege aina Concorde kutua. Hizi ndege aina Concorde ni aina ya ndege zilizotamba sana miaka ya 70. Ni ndege zilizokuwa zinakimbia kwa kasi kubwa sana, yani supersonic jet. Pia akajenga vyuo vikuu viwili, akawawezesha marafiki zake wakajenge maduka makubwa, na akajenga maktaba kubwa ya kisasa pia. Mobutu aliujenga mji wa Gbadolite na kufanya kuwa mji wa kifahari ambao ulibatizwa jina la utani la Vigiles of the Jungle. Mobutu pia alijenga bwawa la umeme kwenye mto Ubangi ulioko karibu na eneo la Mubai Mbongo. Akajenga ikulu kubwa na ya kisasa kuliko hata ile iliyokuwa Kinshasa. Ikulu hiyo iliitwa Palace du Kawele. Wakati wa utawala wa Mobutu, vikao vyote vya usalama wa taifa vilifanyika Gbadolite, pamoja na vikao muhimu kitaifa vilikaliwa huko Gbadolite. Pia Mobutu akaanzisha mashirika ya umma kadhaa ambayo makao yake yakayaweka huko Gbadolite. Mashirika hayo ni pamoja na CDIA Zaire, ambayo ilikuwa ikijishughulisha na uzalishaji wa kilimo. Pia shirika lingine ni Sozajek ambalo lilihusika na ujenzi wa barabara. Mwaka 1980 akaanzisha shirika la Safricas ambalo lilijihusisha na ujenzi wa nyumba. Basi bwana, mapema mwaka 1976 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga alijenga hospitali kubwa yenye hadhi ya kitaifa. Pia akajenga shule ya upili iliyosimamiwa na Jesuits. Pia Mobutu akajenga kanisa kubwa kabisa maarufu lililoitwa Chapelle Mary la Miséricorde. Kanisa hilo la kifahari ndilo Mobutu alipomzikia mke wake wa kwanza Marie Antoinette. Pia Mobutu alijenga jumba la maonyesho ambalo lilikuwa na uwezo kuingiza watu zaidi ya 500. Kwa kipindi hicho jengo hilo ndio lilikuwa kubwa zaidi barani Afrika. Mobutu akajenga kambi kubwa mbili za kijeshi. Moja ilikuwa ya makomando iliyokuwa imeunganishwa na ikulu yake ya Kawele, ambapo kulikuwa na handaki la siri iliyounganisha ikulu na kambi hiyo. Pia akajenga bandari ya jeshi katika kijiji cha Ndangi kusini mwa jiji la Gbadolite. Gbadolite ilipandishwa hadhi na Mobutu kutoka mji na kuwa wilaya Disemba 8 mwaka 1972. Kisha kuwa jiji Machi 25 mwaka 1982, na kisha kuwa jiji la kibiashara na utawala Januari 10 mwaka 1987. Gbadolite iliendelea kuwa eneo muhimu kwa kipindi chote cha utawala wa Mobutu hadi pale utawala wake ulipoangushwa mwaka 1997.
Wakati Laurent Kabila alipofanikiwa kuongoza uasi na kumtoa mamlakani Mobutu, mnamo mwaka 1997, askari wa Kabila na raia waliuharibu mji kwa kupora vitu kadhaa. Kwa sasa majengo mengi yamegeuka kwa magofu yasiyotumika. Mnamo mwaka 1998, kikundi cha waasi cha MLC, yani Movementi du Liberation du Congo, kilichokuwa kikiongozwa na Jean-Pierre Bemba, kiliuteka na kukamata mji wa Gibadolite kutoka serikali ya Kabila, na ikawa makao makuu ya MLC hadi mwaka 2000 walipouachia. Gibadolite ina jumla ya ukubwa wa kilomita za mraba 278, sawa na maili square 107. Wingi wa watu kwa kila kilomita ni 462 kwa makisio ya sensa ya mwaka 2015. Ambapo jumla ya watu wote jijini hapo ni 100,000. Mji wa Gibadolite ni moja ya jiji lenye historia ya upekee kabisa huko Kongo DRC. Kimsingi Gibadolite ndio mji mkuu wa jimbo la Nord Ubangi, ulipata hadhi hiyo katika ugawaji wa majimbo upya ya Kongo uliofanywa na Joseph Kabila mwaka 2010. Gibadolite uko kilomita 12 sawa na maili 1.7 kusini mwa mto Ubangi, ambapo ni mpakani kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na upo umbali wa kilomita 1150 sawa na maili 710 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa kitaifa Kinshasa. Gibadolite ndipo ilipokuwa nyumbani na makazi rasmi ya Joseph Désiré Mobutu, ambaye pia hufahamika kama Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga Mlabata. Katika utawala wa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga, aliufanya mji wa Gibadolite kwa kitovu cha utawala wake. Aliwekeza maendeleo mengi ya kila namna. Zipo taarifa zilizowahi kuvuja kuwa Mobutu alipanga kuhamisha makao makuu ya nchi kutoka Kinshasa kwenda Gibadolite, lakini maafisa usalama wake wakamtahadharisha kuwa hilo lingekuwa hatari kwa utawala wake, kwani lingeruhusu kwa urahisi kupinduliwa kwa utawala wake, kwa kuwa eneo hilo limekaa vibaya kijiografia. Hivyo iwapo waasi watakapoiteka Kinshasa, itakuwa vigumu wao kuidhibiti nchi kutokea Gibadolite. Na kwa kuwa Mobutu hakupenda kupinduliwa, akasitisha mpango wake wa kuhamishia mji mkuu huko Gibadolite. Ikabidi aje na plan B ya kufanya mji wa Gibadolite kwa eneo lake muhimu katika utawala. Mobutu alijenga uwanja wa ndege wa kimataifa. Uwanja huo uliruhusu ndege aina Concorde kutua. Hizi ndege aina Concorde ni aina ya ndege zilizotamba sana miaka ya 70. Ni ndege zilizokuwa zinakimbia kwa kasi kubwa sana, yani supersonic jet. Pia akajenga vyuo vikuu viwili, akawawezesha marafiki zake wakajenge maduka makubwa, na akajenga maktaba kubwa ya kisasa pia. Mobutu aliujenga mji wa Gibadolite na kufanya kuwa mji wa kifahari ambao ulibatizwa jina la utani la Vigiles of the Jungle. Mobutu pia alijenga bwawa la umeme kwenye mto Ubangi ulioko karibu na eneo la Mobayi Mbongo. Akajenga ikulu kubwa na ya kisasa kuliko hata ile iliyokuwa Kinshasa. Ikulu hiyo iliitwa Palace du Kawele. Wakati wa utawala wa Mobutu, vikao vyote vya usalama wa taifa vilifanyika Gibadolite, pamoja na vikao muhimu kitaifa vilikaliwa huko Gibadolite. Pia Mobutu akaanzisha mashirika ya umma kadhaa ambayo makao yake akayaweka huko Gibadolite. Mashirika hayo ni pamoja na CDIA Zaire, ambayo ilikuwa ikijishughulisha na uzalishaji wa kilimo. Pia shirika lingine ni Sozajek ambalo lilihusika na ujenzi wa barabara. Mwaka 1980 akaanzisha shirika la Safricas ambalo lilijihusisha na ujenzi wa nyumba. Basi bwana, mapema mwaka 1976 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga alijenga hospitali kubwa yenye hadhi ya kitaifa. Pia akajenga shule ya upili iliyosimamiwa na Jesuits. Pia Mobutu akajenga kanisa kubwa kabisa maarufu lililoitwa Chapelle Mary la Miséricorde
Kanisa hilo la kifahari ndilo Mobutu alipomzikia mke wake wa kwanza Marie Antoinette. Pia Mobutu alijenga jumba la maonyesho ambalo lilikuwa na uwezo kuingiza watu zaidi ya 500. Kwa kipindi hicho jengo hilo ndio lilikuwa kubwa zaidi barani Afrika. Mobutu akajenga kambi kubwa 2 za kijeshi, moja ilikuwa ya makomando iliyokuwa imeunganishwa na ikulu yake ya Kawele, ambapo kulikuwa na handaki la siri lililounganisha ikulu na kambi hiyo. Pia akajenga bandari ya jeshi katika kijiji cha Ndangi kusini mwa jiji la Gibadolit. Gibadolit ilipandishwa hadhi na Mobutu kutoka mji na kuwa wilaya Disemba 8 mwaka 1972. Kisha kuwa jiji Machi 25 mwaka 1982 na kisha kuwa jiji la kibiashara na utawala Januari 10 mwaka 1987. Gibadolit iliendelea kuwa eneo muhimu kwa kipindi chote cha utawala wa Mobutu hadi pale utawala wake ulipoangushwa mwaka 1997. Wakati Laurent Kabila alipofanikiwa kuongoza uasi na kumtoa mamlakani Mobutu, mnamo mwaka 1997, askari wa Kabila na raia waliuharibu mji kwa kupora vitu kadhaa. Kwa sasa majengo mengi yamegeuka kwa magofu yasiyotumika. Mnamo mwaka 1998, kikundi cha waasi cha MLC, yani Mouvement du Liberation du Congo, kilichokuwa kikiongozwa na Jean-Pierre Bemba, kiliuteka na kukamata mji wa Gibadolit kutoka serikali ya Kabila, na ikawa makao makuu ya MLC hadi mwaka 2000 walipouachia. Gibadolit ina jumla ya ukubwa wa kilomita za mraba 278.